Si kweli, na nasema tena si kweli kwamba vyombo vyetu pia havina habari kabisa na kinachoendelea. Hiyo si kweli. Si kweli. Mimi nashauri mambo yafuatayo. Hii orodha ya waliotekwa ninayo hapa yote mmoja, na mahali potekewa nina peji kama peji 18 hivi za watu 83 wanatekwa, kidnapping in our country, abduction. Ushauri wangu wa kwanza, lazima awepo anayewateka watu. Yupo, na anawateka kwa makusudi yake, lazima yupo. Ushauri wangu wa kwanza ambao ni wa muhimu sana, mkuu wa idara ya usalama wa taifa, nianze na mkuu wa idara ya usalama wa taifa. Unajua ni very sensitive kuongea habari za mkuu wa idara ya usalama wa taifa, si mnajua lakini ni lazima tuzungumze. Tanzania ni yetu sote, na ni Tanzania kwanza, mengine yote yanafuata. Narudia tena, Tanzania ni yetu sote, na ni Tanzania kwanza, mengine yote yanafuata. Vyama vinafuata baadaye, makanisa yanafuata baadaye, vyuo vinafuata baadaye. Tanzania kwanza, halafu wengine wanafuata baadaye, na Tanzania ni yetu sote. Nianze na idara ya usalama wa taifa. Idara ya usalama wa taifa, mkuu wake, mkurugenzi wake mkuu, kwa mujibu wa sheria ya idara ya usalama wa taifa ambayo tuliipitisha bungeni, nafikiri ni sheria namba 1 ya mwaka 2024. Sheria ya idara ya usalama wa taifa ni kwamba mkuu wa idara ya usalama wa taifa anateuliwa na rais wa Tanzania bara na wa Zanzibar, na msaidizi wake anateuliwa na rais, ni mteule wa rais. Na kwa ujumla wake kwamba kiongozi mkuu wa idara ya usalama wa taifa na wa pili na wa tatu na wa 4, hawa wote kusema kweli wanapatikana kutokana na mapenzi mema ya rais wa nchi. Hiyo ni kweli, mapenzi mema ya rais wa nchi. Inaweza isiwe moja kwa moja, lakini ni wateule wa rais wa nchi. Sasa, na vile vile kama rais wa nchi akijisikia kwa sababu za maslahi ya nchi au ya uongozi hakutaki, pia wanaondolewa na kiongozi wa nchi. Wanateuliwa na kiongozi wa nchi na wanaachishwa kazi na kiongozi wa nchi. Vile vile kwenye jeshi la polisi, mkuu wa jeshi la polisi IGP naye vile vile anateuliwa na mkuu wa nchi, lakini pia anaondolewa na mkuu wa nchi. Vile vile magereza, mkuu wa jeshi la magereza pia na yeye anateuliwa na mkuu wa nchi na anaondolewa na mkuu wa nchi. Vile vile na jeshi la wananchi CDF, na yeye vile vile mkuu wa jeshi la wananchi anateuliwa na rais na anaondolewa na rais. Kwa rais akiona vyovyote vile anaweza kumondoa wakati wowote. Sasa mimi nina mapendekezo yangu ya muhimu sana, na mapendekezo haya yasipoeleweka nitarudi tena kuongea na nyie. Unajua ukiongea hoja nzito kama hii, kuna wale watu ambao wanarukiaga hoja barabarani. Kwenye hili jambo mimi niko tayari kurudi hata mara 6 hata mara 100, ili tulifanye vizuri, tuishi kwenye nchi kwa furaha. Kwa mfano, kwa sababu hawa wakuu wa vyombo wote ni wateule wa rais, ni jambo zuri. Mimi nawaza kwamba huyu mkuu wa chombo huyu, kwa mfano mkuu wa idara ya usalama, ameteuliwa na rais. Alafu huyu mkuu wa idara ya usalama anafukuzwa kazi na rais. Ikitokea huyu mkuu wa idara ya usalama amepishana na mheshimiwa rais kwenye jambo ambalo ni la maslahi ya nchi, sisi ni wanasiasa. Mheshimiwa rais au mwanasiasa mwingine yote angependa maslahi yake ya kisiasa ya shamili. Hakuna mtu mjinga duniani ambaye asingependa siasa yake shamili. Kila mtu angependa. Kwa mfano huyu mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa akaona liko jambo ambalo ama mheshimiwa rais ama mamlaka za nchi zinafanya kinyume na uzalendo wa Kitanzania. Halafu akashauri, bwana, mimi kama mkuu wa idara ya usalama wa taifa ninaona kwamba hili jambo linahatarisha usalama wa nchi, liachwe. Anafukuzwa kazi, anaondoka.
Kwa sababu huyu naye mshauri mambo ya kizalendo ndio ana mamlaka ya kufuza kazi, unaondoka, analetwa mwingine. Akiletwa mwingine na yeye akionekana yeye kuna mambo fulani fulani ambayo, mimi natoa mifano, kuna mambo fulani fulani ambayo ni ustawi wa nchi, naye anayakwamisha, yamekuja, lakini yeye anashauri, bwana, mimi naona mheshimiwa, ili jambo tusilifanye kwa sababu linahatarisha usalama wa nchi. Akikataa anafukuzwa, atakuja anaitwa mwingine. Na yeye anaambiwa, bwana, tunaelekea hivi, lakini yeye kwa profession, kwa taaluma yake, anaona hili jambo kwa usalama wa nchi, kwa uzalendo wa nchi, kwa future ya nchi haliko sawa. Akakataa, naye anafukuzwa. Atakapokuja wanne atakubali, kwa sababu hawa ni binadamu wenye ana familia, huyu mtu ana watoto, ana maisha, ana ambition, ana watu wanaomtegemea, ni mtu. Mkuu wa idara ya usalama wa taifa, mkuu wa jeshi la polisi, mkuu wa jeshi la magereza, mkuu wa jeshi la wananchi ni binadamu kama binadamu mwingine yeyote. Akiona wenzangu walitetea maslahi ya nchi wamefukuzwa, na mwenzangu mwingine amefukuzwa, itabidi mtu akubali. Mimi sisemi kwamba kuna mtu amekubali kuacha kutetea uzalendo wake akawatetea wanasiasa. Mimi nakupa mfano kwamba atakubali. Nikupe mfano kwa mfano, nikupe mfano. Ni mifano hii, naomba nielewe vizuri. Kwa mfano, tunadaiwa deni, niseme tunadaiwa deni na nchi fulani, labda Ufaransa au Uingereza au nani, au kampuni yoyote au taasisi yoyote. Halafu hiyo taasisi nao tudai deni kama nchi, ikasema basi ule muda wa kulipa umepita, tunaomba sisi mtukabidhi ziwa Tanganyika tuwe tunaliendesha kwa miaka 100 au miaka 30 au miaka 40. Halafu tutatumia kwa maana ya tutavua, tutafanya utalii, miaka 40 au 20 tutarudisha hela zetu. Unanielewa eh? Sasa huyu mkuu wa chombo, kwa mfano mkuu wa idara ya usalama wa taifa, au mkuu wa jeshi la polisi, au mkuu wa jeshi la wananchi, au mkuu wa jeshi la magereza, au wakuu wa vyombo wote, wakasema, samahani mheshimiwa, hili jambo ni kweli tunadaiwa, tutafute njia nyingine. Tusimpe huyu ziwa Victoria. Ameondoka yule, amefukuzwa yule. Lakini alichofukuziwa sio kwamba amefanya kosa, anatetea maslahi ya nchi. Ndio maana kimemfanya afukuzwe kazi. Kwa hiyo tukifanikiwa kuwalinda hawa wakuu wa vyombo wasifukuzwe hivi hivi kirahisi, watakuwa na uwezo wa kuisimamia nchi yetu vizuri bila kupata madhara yanayoathiri familia zao. Utekaji unaondoka. Utekaji unaondoka. Utaniuliza mimi, sasa utekaji unaondokaje? Siamini. Narudia tena, I don't believe it. Siamini kama watu wanaotoweka hawa eti vyombo vinakuwa havina taarifa kabisa 100%. Siamini. Na kama ndivyo hivyo kwamba vyombo havina taarifa kabisa, basi tunaishi kwenye nchi ambayo ni hatari. Lakini mimi siamini. Kama nilivyosema, vyombo vyetu ni very competent. Idara ya usalama wa taifa very competent. Polisi wetu wazuri. Jeshi letu la wananchi ni zuri. Lakini mahala ambapo wakuu wa vyombo hapa wanafuatilia jambo, halafu wakakumbana na wanasiasa sisi na mamlaka za kisiasa, kwa maana ya rais labda ana interest nalo, halafu mkuu wa chombo akasema, bwana mheshimiwa rais, bwana hii tuliache, anafukuzwa. Anaitwa mwingine, bwana hili tuliache, anaondoka. Anafukuzwa mwingine. Wakifukuzwa 3, 4, 5, atakayekuja wa 6 au wa 5 atakubali. Kwa hiyo nchi itaanza kwenda upande. Na hili jambo ni ngumu kulizungumza, lakini lazima lizungumzwe. Kwa mimi nashauri mambo yafuatayo. Cha kwanza ambacho nashauri, nisikilizeni vizuri. Mimi kozi mnanijua mimi siongei mambo ya hovyo hovyo, na ndio maana sijawahi kuongea na media tangu nimekuwa mbunge. Lakini nimeona tutapoteza nchi. Tanzania ni yetu sote, na Tanzania kwanza, mengine yote yanafuata. Ushauri wangu wa kwanza, ni kweli tubadilishe sheria yetu
iendelee kwamba wakuu wa vyombo kwa maana ya DGIS, mkuu wa idara ya usalama wa taifa na msaidizi wake na wasaidizi wake, wale wateule wa rais wote, mkuu wa jeshi la polisi IGP na watu wote ambao ni wateule wa rais, mkuu wa jeshi la magereza, mkuu wa jeshi la wananchi, wateule wa rais wote, ni kweli wao wanateuliwa na rais. Lakini wakitaka kutoka, sababu zao za kutolewa zipelekwe kwenye kamati ya bunge ya usalama na mambo ya nchi za nje, kwamba huyu bwana nilimteua mimi lakini nataka kumtoa. Zionwe sababu hizo, tuzione, tuone kwamba je, huyu hatolewi katika nafasi yake kwa sababu ya uzalendo aliofanya. Mtu anataka nielewe, ili wabunge, kuna kamati ya ulinzi na usalama na mambo ya nje ya bunge, waangalie kwamba mtu anapotaka kutolewa, kama nchi zingine, naona kama Marekani, kiongozi wa chombo anapokuwa anateuliwa, kama unavyojua, anahojiwa na maseneta, wanamhoji. Na sisi tufike mahali kwamba kiongozi wa chombo anapotaka kuondolewa, sababu za viongozi wakuu wa vyombo ambao ni wateule wa rais kama DGIS na aliye chini yake na aliye chini yake na mkuu wa jeshi la polisi na wale wote ambao ni wateule wa rais na magereza na jeshi la wananchi wateule wa rais, umteue sawa, ili tulilinde taifa. Unapotaka kumtoa, sababu za kumtoa yule mtu ziletwe kwenye kamati ya ulinzi na usalama na mambo ya nje ya nchi ya bunge, kwamba huyu bwana tunataka kumtoa, lakini sababu za kumtoa ni hizi hapa, 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 ili kusudi tuone, je, huyu mtu hatoki kwa sababu ameitetea nchi yetu? Huyu mtu hatoki kwa sababu ametimiza wajibu wake wa kitaaluma katika kuisaidia nchi yetu iwe bright? Hiyo itatusaidia sana, na itawafanya hawa wakuu wa vyombo wawe wanaamua mambo, hata kama wakiamua kinyume na mamlaka zetu, lakini waamue kwa kuitetea nchi yao wenyewe. Hapa tutaona sasa ethics za kazi zao zimekuwa salama. Ni binadamu hawa. Mtu ataniambia kifupi tu, Gwajima, hawa wameapa bwana, wana kiapo. Sikiliza, DGIS ana kiapo, ni binadamu, ana familia na watoto, na msaidizi wake wana familia na watoto. Leo hii ameambiwa ondoke. IGP ana familia na watoto na future. Ameliona jambo ambalo haliko vizuri kinchi, haliko vizuri kiusalama, haliko vizuri kiuzalendo, lakini mamlaka za kisiasa zinaliona hili jambo ni kete ya kisiasa. Amesema sasa, hili bwana hapana, mheshimiwa, hili hapana, nenda nyumbani. Analetwa mwenzako, naye anasema hapana, nenda nyumbani. Utafika wakati ataletwa mtu wa kukubali mambo ambayo hayako sawa, halafu tumepoteza nchi. Tunakoelekea, where we are heading now as a country, kuna siku tutapata matatizo. Kwa mimi nashauri kwamba tuitengeneze sheria yetu, kwamba ni kweli wakuu wa vyombo hawa wote waendelee kuteuliwa na rais, lakini ili watoke kwenye madaraka yao, sababu za kwa nini watoke iletwe kwenye kamati ya ulinzi na usalama mambo ya nchi za nje ya bunge, kwamba huyu bwana tunataka kupumzisha, lakini sababu zenyewe ni hizi, tuzione. Asije kuwa anapumzishwa kwa sababu amekataa kuuza bandari. Mimi siyasema bandari imeuzwa, nakupa mfano. Asije kuwa anaondolewa kwa sababu amekataa kuuza mapoli. Asije kuwa ameondolewa kwa sababu anawatetea wananchi. Tukajikuta tunapoteza wakuu wa vyombo wazuri wenye uwezo wa kutetea nchi, na tunakuwa na wakuu wa vyombo ambao hawawezi kuitetea nchi. Hiyo ndio hoja yangu ya kwanza, na ni muhimu sana. Vinginevyo tukiendelea hivi, hatuna nchi kule mbele. Hakuna mtu ambaye hajui kwamba wewe ukiwa mtu mzima na umefika kule juu, ukaambiwa ufanye kitu, halafu ukakataa au ukashauri vinginevyo, kwa hapa Tanzania au mahala pengine, hautasafa consequence, utasafa. Na wale wakuu wa vyombo mliopo, mnaweza kuyaona maneno yangu haya ni ya Gwajima. Itakapowafika na nyie mtaelewa kwa nini Gwajima alikuwa anasema haya. Mnaweza kureact na kusema Gwajima huyu kwa nini anaongea haya? Lakini mbona yaliyofika wenzenu? Yatakapowafika na nyie mahala fulani, na nyie mtaona.
Nitoe mifano mizuri. Mimi ni mtu wazi. Mimi nikiongea naongea. Wakati Rais John Pombe Magufuli anatoka madarakani, tulikuwa na mkuu wa idara ya usalama wa taifa, DJIS, alikuwa anaitwa Diwani. Alipoingia mheshimiwa rais wangu na mwenyekiti wangu, for some reasons Diwani ameondoka hapa katikati hapo. Na haondoki yeye, na walio chini yake wote wanaondoka. Tumekaa kidogo, akaja mwingine pale. Na wasema hawa kwa sababu hawa they are public figures, wanachaguliwa, sio siri hawa. Akaja mwingine hapo katikati sasa, ambaye akaja na yeye, nafikiri alikuwa anaitwa Masori. Na yeye kaenda hapo katikati hapo, na yeye akaondoka na walio chini yake wote. Amekuja katikati hapo, anaitwa Alisiwa. Alisiwa naye amekaa muda kidogo, na yeye akaondoka na walio chini yake. Amekuja huyu tulionao sasa hivi, ndugu yangu, rafiki yangu Suleiman Mombo. Ndio tuko naye. Sasa unaweza kujiuliza, ndani ya miaka mitatu hawa wote wanaondoka, aliye chini yake na aliye chini yake na aliye chini yake na aliye chini yake, wamekosea nini? Kwa lazima tujifunze kwamba nchi ili iwe imara, iwe na vyombo vinavyobaki constant, viwe mbali na pressure ya wanasiasa. Narudia tena. For we to have a precious country and a protected country, tunatakiwa kuwa na government apparatus, vyombo vya serikali ambavyo vyenyewe vinasimama kama vyombo. Vikiliona jambo ambalo ni hatarishi kwa nchi, vinasema hapana. Na hapana yao haileti wakadhulika na familia zao. Leo hapana akisema amezulika, hapana hana kazi, ubalozini anapotea. Kwa mimi ni ushauri wangu, tena wa muhimu kabisa. Hii itatusaidia sana. Nitoe mfano sasa. Narudi kule nikotoka sasa. Kwa mfano, hawa wanaopotea, nikupe mfano, wanaotekwa na kupotea hawa. Ikiwa kuna kikundi ambacho si idara ya usalama wa taifa, sio polisi, sio jeshi la magereza, sio jeshi la wananchi, kinawachukua hawa watu, kinaondoka nacho. Halafu sasa hawa idara ya usalama wa taifa wanapofuatilia, wakagundua kwamba hicho kimetumwa na mwanasiasa fulani mwenye mamlaka iliyowateua, hawezi kukishughulikia. Nakupa mfano. Sijasema ni hivyo, nielewe vizuri. Nakupa mfano. Kwa sababu ni ngumu kuamini kwamba eti polisi anakwenda kumchukua mtu kwenye hoteli, anajitambulisha mimi polisi. Toka ndani, si tunataka kuhoji tu. Umejitambulisha wewe ni polisi. Halafu huyu mtu anaokotwa ametupwa. Sasa si umejiexpose mwenyewe? Sioni kama kuna chombo cha kweli cha Kitanzania chenye uwezo wa kumchukua mtu kikajitambulisha au kikaenda kumtupa, na kinamtupa huku kinamwambia sema asante Samia. I don't believe. Vyombo vyetu they are so competent. Vijana wa idara ya usalama ni competent, polisi wetu ni competent, jeshi la wananchi ni competent, magereza ni competent. Ila mimi nahisi navyoona kunaweza kuwa na vikundi vya watu vinavyofanya hii kazi. Na kama vikundi hivyo kama ikatokea vikundi vile, kwa mfano nika kikundi fulani, lakini aliye nyuma yake pengine ni yule kiongozi anayewateua hawa watu wa idara ya usalama wa taifa, wakifuatilia, tumekukamata, nyamaza, itabidi anyamaze. Asiponyamaza, nje ya kazi. Hawa polisi wakifuatilia, wagundua sio sisi, ni kikundi fulani, wakikataa kunyamaza, nje ya kazi. Maana yake hatutakuwa na nchi. Ni lazima hawa wakuu wa vyombo tuwalinde ili waweze kusimamia nchi yetu sawa sawa, tuwe na future iliyojaa baraka. Na pia damu kumwagia katika nchi ni laana pia. Tunaiingiza nchi yetu kwenye laana. Nitoe mfano. Mimi natoa mifano ya kueleweka.